Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ee Bwana, ulifanya niwe chombo cha amani. Palipo na chuki nieneze mapendo. Palipo na makosa pawe na msamaha. Palipo na mashaka pawe na imani. Pasipo na matumaini pawe na matumaini. Palipo giza nilete mwanga. Palipo na huzuni pawe na furaha. Ee Bwana, unisaidie nitamani sana kufariji kuliko kufarijiwa, kuelewa kuliko kueleweka, kupenda kuliko kupendwa. Kwa kuwa ni katika kutoa ndipo tunapokea, ni katika kusamehe ndipo tunasamehewa, na ni katika kifo ndipo tunazaliwa katika uzima wa milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, siku ya leo, katika injili ya leo, tunamsikiza Kristo akisema maneno ambayo yanatoka moyoni mwake, pale ambapo watu wanaanza kushuku kwamba yeye siye Kristo wa kweli, na wanasema kwamba Kristo akija hatafahamika ametoka wapi, hatajulikana ametoka wapi. Ndipo anasema kwa sauti kubwa kwamba ndiyo, kwamba mimi mnanijua, mnafahamu kwamba anatoka wapi, lakini yule ambaye amenituma hamfahamu, ambaye ni Baba yake Mungu wetu. Ndugu zangu, kuna mambo mawili ambayo ningependa kuzungumzia tofauti yake. Kuna tofauti kati ya kufahamu na kujua. Kiswahili kinatofautisha haya. Kufahamu mtu, unaweza kuwa unamfahamu tu jina lake, kwa sababu kwa mfano mimi unanifahamu kama Father William, hivyo tu yatosha. Labda tumekutana siku moja pahali, alafu ndo hivyo unanifahamu. Mtu akakuuliza unamfahamu Father William, unasema ndiyo namfahamu Father William, na unaanza kuelezea umekutana naye wapi. Lakini katika Biblia kuna neno lingine linalotumika sana, kujua. Kujua. Kuna tofauti ya kufahamu na kujua. Naweza sema kwamba kwa tafakari yangu kwamba kufahamu ni kwa akili tu, lakini kujua ni kwa moyo. Na kujua mtu kunahitaji muda. Kunahitaji muda ili uweze kufahamu, kujua mtu. Ni uhusiano. It's a relationship. Uhusiano kati ya yule anayejua na anayejulikana. Na katika huu muda kunahitajika umakini, kunahitajika uvumilivu, na kunahitajika uwazi. Umakini wa kusikiliza, uwazi kwamba hakuna kufichana, na uvumilivu kwa sababu yule ambaye tunamjua unahitaji muda naye ili uweze kusema kwamba unamjua. Na hapo ndipo mara nyingi tunaweza kuwa tunadhani kwamba tunajua watu, kumbe tunawafahamu tu. Swali ni je, unafahamu Kristo ama unamjua? Na kumjua ni kuwa na uhusiano naye, kutafuta muda wa sala, kuwa mbele yake, kuwa naye katika tabanako, katika Ekaristia Takatifu, kwa karibu na yeye, kutafakari wakati huu katika Kristo aliyesulubiwa, na mambo kama haya ambayo yatatufanya tuwe si kufahamu Kristo, wanaomjua Kristo ni nani. Uhusiano kati ya mimi na wewe, kwa mfano, unaweza kuwa ni kufahamiana tu, lakini sisi na Kristo tunahitaji kujua Kristo ni nani, kujua Mungu ni nani, na hivyo basi tunaweza kuwa na kukua zaidi katika imani, matumaini na mapendo. Mwenyezi Mungu akubariki na kuzidishie baraka siku ya leo. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. If this video blessed your heart, kindly please subscribe for more daily Catholic teachings and click the notification bell to walk in God's Word every day.